gotire kiroto kiumanite na Ngai gikorago gigya kuguna mundu kiumbe na gotire kioneki kiumanite na Ngai kirekagiririo kuguna omwena tu ne morigo okuithagia mwana kioneki negetha andu aingi nao mateithikage wona mundu wina kioneki muteithie rucio ahota gugatwika uteithio waku kirote norotage nonene wa maito rucio ahota gugatwika uteithio witu kirote norotage nonene morata rucio ahota gugatwika uteithio witu na neguhoya Jina langu ni Pastor Joel Kamau, Revival Churches of Kenya Headquarter Nakuru. Niko chini ya Askofu Francis Moya na niko hapa kuwajulisha kuhusu maono yale Mungu ametupatia ya kuanzisha TV ambayo tumeita Neema TV ambayo itakuwa chini ya Revival Churches of Kenya. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo safari yote tumekuwa nayo ya kuregister hiyo TV mpaka imefika sasa wakati wa kuwa tunailete kwenyu. So niseme ya kwamba Neema TV ni TV ambayo tumeipatia jina la Neema kwa sababu hata na mimi mwenyewe ni neema ya Mungu imenifanya nifike mahali nimefika siku ya leo. Na nilipokuwa Mungu aliponipatia hiyo jina Neema TV, kweli nikaangalia maisha yangu, nikaangalia kule mimi nimetoka, mambo yale yamefanyika katika matukio yale yamefanyika katika maisha yangu, na nikaona kama sio vile neema ya Mungu ilipata nafasi katika maisha yangu, hata na mimi singelikuwa nimeokoka siku ya leo. Lakini neema ya Mungu ikabadilisha maisha yangu na imenifanya nikapate kuwa vile nilivyo. Na Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10 ya kwamba nimekuwa vile nilivyo kwa neema ya Mungu. Mimi nilikuwa hoka, nimefanya kazi ya kuuza viatu, nimefanya kazi ya kuwa taniboi wa lori, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa vile nilivyo. Na mimi niliposa nikasema Mungu akanipatia hilo jina, maana Neema TV katika mambo yale tutakuwa tunaleta katika hiyo runinga. Neema ikikufikia maisha yako itabadilika. Neema ikikufikia utaokoka. Neema ikikufikia haijalishi wewe ni kabila gani, haijalishi umesaliwa wapi, lakini neema ya Mungu ikifika katika maisha yako itabadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Ndiposa tukaipatia jina la Neema, maana ni nguvu inayoleta mabadiliko. Kama vile Paul alibadilika, hii TV utakapokuwa unaisikiliza maisha yako yatabadilika katika jina la Yesu. Neema TV inalenga watu wote. Inalenga wazee, wamama na vijana na watoto. Na lengo letu kubwa itakuwa ya kuhubiri injili. Injili ambayo ni inayoleta wokovu kupitia Yesu Kristo. So tutalenga maeneo yote ya injili, tukienda kuhubiri mashambani, tukienda kuhubiri mijini na mataifa, na hasa ile kazi Mungu amenisaidia sana kuifanya kwa muda, kuhubiri mashinani. Tutafika na kuhubiri kule mashinani. Na ndiposa tukaona ile kazi ambayo Mungu amenisaidia ametusaidia kufanya, tukaona ni vizuri tuwe na TV ambayo pia itatusaidia zaidi kuleta ujumbe kwa watu kuhusu imani na wokovu. Changamoto ni nyingi zile tumetupitia wakati tumekuwa tukitafuta haya document zile zinafaa za kuanzisha hii TV ya Neema, lakini kwa neema tu Mungu ametusaidia na tumeweza kupata hizo document. Lakini imekuwa ni safari, ni kama zaidi ya karibu miaka miwili, maana ni jambo nimekuwa nikifanya pole pole
mpaka tukafika mahali ambapo tumeleta. Pia changamoto zile tumepata za huduma ni zile tu za kawaida ambazo watu hukutana nazo wanapofanya kazi ya huduma, lakini hasija tusuiria kufanya kazi ya Mungu vile ambavyo inahitajika tuweze kuifanya. So mimi ninashukuru Mungu, maana siangalii changamoto zile ninapitia, mimi ninaangalia yule aliyeniita, maana ni mwaminifu na ana uwezo wa kutufukisha kwa kila changamoto, ili huduma na neema amewachilia katika maisha yetu ikaweze kuwa ya baraka kwa watu. Mimi kile nitawahimiza wale watakuwa wanatazama hii runinga ya Neema TV ni ya kwamba mtu akubali tu kama ameokoka, aendelewe kutiwa nguvu na mambo na kile ambacho Mungu atakuwa anatusaidia kufanya kwa TV, kuhubiri Injili. Na kama mtu hajampatia Yesu maisha yake, atakapokuwa anatazama hiyo TV ampatie Yesu maisha yake. Maana Biblia inasema hata mtu akipata ulimwengu wote na akose uzima wa milele itamfaidi na nini? So tufanye biashara, tufanye kazi zile tunafanya kila mmoja wetu, lakini la muhimu tumpatie Yesu mioyo yetu. Shukrani zangu, ninashukuru Mungu kwa sababu kama sio Mungu amesaidia tufike hapa, hatungeliweza kufika hapa. Mimi ninamshukuru Mungu, maana kama ingealimbiwa siku moja nitakuwa vile nilivyo leo, mimi singejua. Na ndiposa ninasema niko vile nilivyo kwa neema ya Mungu. So ninamshukuru Mungu kwa msaada wake. Jambo la pili, ninamshukuru mke wangu kwa sababu ya vile amekuwa tukianza safari hii kuanzia mwanzo mpaka mahali tumefika, na amekuwa supportive sana, na Mungu ambariki kwa sababu amekuwa part ya hii safari na amekuwa wa baraka sana, maana amefanya kazi yangu ya huduma iwe rahisi. Pia ninamshukuru zaidi askofu wangu Francis Mboya pamoja na mama askofu. Mungu awabariki sana kwa sababu pia ya kuniaminia kazi nzuri na kubwa ambayo amefanya kwa miaka mingi, ili na mimi niweze kuiendeleza katika kiwango kingine. Na tangia ameniaminia hayo maono, amekuwa baraka kwangu na amenisaidia kwa upana kuona ya kwamba sijapata changamoto zozote, maana amenipatia ile support yote ningehitaji. So Bishop, Mungu akubariki, mama, Mungu akubariki, na Mungu aendelee kutusaidia tuendelee kufanya kazi kwa neema ile Mungu ametupatia. Pia ninashukuru kila mshirika wa Revival Churches of Kenya Headquarter, elders, deacons, wale wote ambao wamesimama kwa maombi na kazi kubwa tunafanya pale vijana. Mungu awabariki sana. Yawezekana maneno yangu haitaweza kutosha, lakini niseme Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema. Tushikilie maono yale Mungu ametupatia, maana maono unayoyashikilia, neema ile imebeba itakubeba na wewe pia katika maisha yako. Mungu awabariki na ninawapenda sana. Pia nishukuru familia moja iliyonisaidia katika safari hii kwa sababu ya kupata mabarua. Pia ninasema Mungu awabariki na kazi zile mnafanya, maana mliniongoza kupata barua hii. Mungu pia awabariki katika jina la Yesu. Pia nikimalizia niseme ya kwamba runinga hii ya TV nimemweka Ricobert atasimamia, maana na barua zile zote zinahitajika za communication, ataiongoza. Na pia tuna Dan ambaye pia atakuwa amesomea mambo ya production, na yeye pia atafanya kazi pale. Na pia tuna kwa Neema TV tuna production ambayo tutakuwa waimbaji watakuwa wanakuja kwa studio zetu na wanatolewa nyimbo zao. So hapo tumemweka Timothy, maana pia amekuwa akifanya kazi, amefanya hiyo kazi, atakuwa anatusimamia katika maeneo hayo. So Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema. Tuendelee kuamini Mungu, hata wale watakuwa wanatusikiliza wakiwa mbali. Mungu awabariki na watende mema. Mpende Neema TV na itakuwa ya baraka kwa maisha yenu mahali popote ambapo tutakuwa na YouTube, tutakuwa na Facebook, tutakuwa hata na TikTok kama vile Mungu atakavyotusaidia. So kile nitasema ni ya kwamba tune in Neema TV, the garden of sufficient grace. Amen.
mwisho wa mwezi wa 6 na studio zetu siko headquarters, Revival Churches of Kenya headquarters, na hii ndio the main studio, na tunashukuru vile Mungu ametujalia. Hii ndio the main studio, hapa ndio tutakuwa tunaendelea kufanya kazi ya Bwana. Hapa ndio reception, na pia tunashukuru Mungu vile ametusaidia kufanya kazi hii. Hapa ni reception, pia kuna room nyingine hapa ndani. Hapa ni ofisi yetu ambayo itakuwa hapa ni ofisi yetu ambayo pia tutakuwa tunashughulikia wageni wetu watakuwa nakuja hapo, labda ofisi. Haya, pia hapa ndani, hapa ni production area. Hapa ni production area ambapo pia watu watakuwa tumeweka baka tunashukuru Mungu. Then kuna studio ya nyimbo tunakuja hivi. Maisha yangu ni Mungu. Maisha yangu ni Mungu. Furaha yangu ni Mungu. Hapa ndio nyimbo, mtu akiwa anahitaji kutoa wimbo, hapa ndio atakuwa anatolea wimbo. Ukiwa na wimbo wako, hapa ndio utakuwa unatolea wimbo, na hii ndio studio yetu. Umbali huu tunasema Mungu ainuliwe, na tunasema Mungu Jehova, Mungu ni Ebeneza. Na ninasema tu neno lile ambalo huwa ninapenda kusema, wanataja Psalms 20:7. Wengine wanataja magari ya farasi na farasi, lakini sisi tunataja jina la Bwana. So mimi ninamuinua Bwana, maana wakati wote tumekuwa tukimuita tukihitaji chochote, ametutwalia kwa njia kubwa. Kwa hivyo tutaendelea kumwamini na kumtegemea, maana yeye ndiye nguvu zetu na atatusaidia, na Biblia inasema kazi njema alianzisha ndani yetu, yeye ndiye atakayekamilisha. So Mungu awabariki sana, muendelee kutuombea na kutushikilia, ili maono yale Mungu ametupatia yakaweze kuwa ya baraka kwa vizazi, katika jina la Yesu. Yaguze maisha ya wengi na yabadilisha maisha ya wengi, katika jina la Yesu. Mungu wa uzima awabariki, na Mungu azidi kuwapenda. Ninawapenda sana. Mungu awatende mema. Neema ya Mungu itoshe, na Neema TV ifikie watu wengi kwa utukufu wa Bwana. Amen.